Dakika 90 za mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Al Ahly. No, tuseme bwana. Al Ahly dhidi ya Young Africans, mara ya mwisho kwa timu hizi mbili kubwa kutoka barani Afrika kucheza katika uwanja huo ilikuwa ni mwaka 2016 chini ya kocha Hans van der Prijum ambaye alikuwa akiongoza kikosi hicho, na Young Africans alipoteza kwa idadi ya magoli 2-1. Na hii leo mabingwa watetezi wa ardhi ya Tanzania wamepoteza tena kwa idadi ya magoli 2-0. Maana michezo miwili ya mwisho Young Africans kucheza hapo hajafanikiwa kupata ushindi. Ni naye hapa Zuberi Super Mkaraboko ambaye ameuchambua vizuri mchezo huu, wapi ambako Young Africans walianguka, lakini wapi wameonyesha matumaini, wapi ambako Pedro Gonçalves anaweza akapatumia vizuri kwenda kuadhibu Al Ahly katika mchezo wa marudiano ambao watarudiana mwishoni mwa wiki hii hapa. Jina langu ni Florence Renatus, nataka nikupe sasa nafasi ya kumsikiliza vizuri Zuberi Super Mkaraboko, yale ambayo ameandaa kuja kukuelezea hapa kuhusiana na kila ambacho kimeweza kutokea katika uwanja Bugel Arab Stadium au Egyptian Army Stadium uliopo huko Alexandria nchini Misri. Msikilize Zuberi Super Mkaraboko. Bwana Zuberi Super Mkaraboko, mchezo kati ya Al Ahly dhidi ya Young Africans umetamatika na wananchi kuruhusu takriban magoli 2 ambayo yamefungwa na Trezeguet. Changamoto ilikuwa wapi kwa Pedro Gonçalves ambayo imetumiwa kama udhaifu kwa Joe Therap wa kikosi cha Al Ahly na hatimaye kupata matokeo? Kubwa Yanga uchu wa kumeza nyama amejingata ulimi. Sawa. Wanacheza kwa usahihi sana. Kama mtu anayekucheza kwa kutumia stick. Sawa. Analenga chip tu. Hangaiki na kitu chochote. Kama akitaka kachumbari basi anatumia mkono. Ndivyo ambavyo wanacheza Ahly, na nikasema Yanga uchu wa kumeza nyama wamejingata ulimi kwa sababu moja. Yanga katika mchezo walikuja na nidhamu nzuri sana ya kutengeneza shinikizo kwa maana kutengeneza shinikizo wakiwa na mpira kwa maana wacheze nao pia kwa usahihi, lakini wakawa wanafanya makosa ambayo yanawatoa wao kwenye usahihi. Ni kipindi ambacho kwenye mpira wa miguu unaweza ukaadhibiwa vikali, kipindi ambapo unakuwa na umiliki wa mpira alafu ukapoteza mpira wanaita turnover. Watu ndio wanakuadhibu hapo kwa sababu unakosa utayari wa mpira. Magoli yote Yanga wamefungwa kwa turnover, kama nikasema mtu ule wa kumeza nyama wamejikuta wanajingata ulimi. Kipindi ambacho wanakuwa na mpira wanataka kufanyia matukio yao kwa usahihi, ni kwamba wanapokusanya kwa usahihi hadi wanatumia neno na kuadhibu. Kwa nini inakuwa hivyo? Mpira ni science kubwa. Huwezi kupata ubora wako kama unatafuta mpira udhaifu. Ahly walikijua vile Yanga. Yanga hawatawapa nafasi sana ya kumiliki mpira. Kwa hivyo wao wakawa wanatafuta usahihi wa nafasi ambazo watakuwa wanapata kutumia kwa usahihi kucheza mpira. Halo. Nakusikia vizuri. Hapo umekatika kidogo Mkaraboko. Kwa sababu inaweza kutumia nafasi ambazo walizitumia kwa uzuri. Chombo chikuwapa nafasi Ahly kupata ushindi. Sawa. Kwa ambavyo umemtazama Pedro Gonçalves, umeeleza vizuri madhaifu yake. Na kuanza na walinzi watatu baadaye kaja kumlazimu kuja kubadilisha na kuamua kucheza na kuanza na walinzi watano na baadaye kuja kuamua kubadilisha na kucheza na walinzi wanne. Kimbinu alistahili kuanza hivyo na walinzi wanne au ilikuwa ni sawa kabisa yeye kuanza na walinzi watano? Hakuanza mchezo vibaya. Hakuanza mchezo vibaya, lakini makosa ya wachezaji wakati mwingine ndio yanafanya kifungwe. Mpango wa mwalimu ulikuwa mzuri tu. Kama ukitazama dakika 45 za kipindi cha kwanza kabla ya kufungwa goli ya Africans walikuwa na shape nzuri sana ya kujilinda. Lakini walikuwa hawana shape ya kujipanga. Kujilinda ni vile ambavyo mnazuia nafasi za wachezaji wasipate. Lakini unapokosa kujipanga unaleta shida. Na ndio unaweza kuona Ahly walichokuwa wanafanya wao ni kutafuta Yanga makosa yao yapate. Kwa bahati mbaya mpira ule walifungwa kwa sababu ya kukosa walinzi wenye ukomavu. Amwendalo kwepo Isla Mwenda nyuma yake kwa mlinzi yote anajua lile ni back post. Eneo ambalo mtu anaweza kakaa akaleta shida na ile imepigwa point cross ambayo imepata kuhusika ikiwa inaonekana. Sasa wale kwa mlinzi cha kwanza lazima ucheck shoulder uangalie nyuma yuko nani. Kwa bahati mbaya kufanya hivyo ndio maana unaweza kuona mpira unakuwa. Kwa hiyo unasema Isla kutegemea kwamba anaweza kushindwa kucheck shoulder kwa sababu eneo lolote kwenye football ukiwa eneo la ulinzi kucheck shoulder huko kuna nani fanya nini. Sasa yeye hakufanya hivyo ndio maana ameadhibiwa kwa hivyo. Sawa. Baadaye mwalimu baada ya kupoteza kwa goli 1-0 second half tuliona anafanya mabadiliko, akaingia Mudathiri haya pamoja na Pierre Pacome Zouzoua. Wengi wanadai ya kwamba Pacome alihitajika kuwa katika sehemu ya mchezo huu hasa kuanzia kipindi cha kwanza. Hapana, mpango wa mwalimu ulikuwa mzuri. Kwa kipindi cha kwanza timu haipoteza timu kwenye football lazima tuishi goli limepatikana. Goli lile
waliofunga lilikuwa limefungwa kwa ufundi. Sawa. Kwamba timu ya Yanga ilipoteza mbinu. Kama tukifikia Yanga hawakuwa kwa ukubwa cha umiliki mpira kwa sababu wao walikuwa muda mwingi uwanjani kuweza nafasi ili waweze kucheza wao kwa transition. Sasa ukiangalia timu inaweza balance nzuri na kucheza mpira, lakini shida nyingine wao wenyewe kutumia nafasi. Unajua kitu kama hiki uweze kupata clear chance, unapata half chance. Kwa bahati mbaya mara nyingi tulikuwa tukisema kwenye ligi yetu tunafunga magoli yale sahihi zaidi. Yale magoli yanayokosa usahihi hatuna washambuliaji wanaweza kurusa. Ukiangalia magoli yaliyofunga ni magoli yanayokuwa na wachezaji wakomavu sana. Lakini kwa bahati mbaya nafasi kama zile ndio kwa sababu kana Arado Kero kama anapata kina basi wamejikuta wamekawia wakitafadhali tulikuwa naona wakati mwingine kwa kusafiri hata wale wakomavu kutumia nafasi ndio umepelekea mechi kuonekana ngumu katika muktadha ule. Sawa. Jina moja la mchezaji ambalo limeimbwa sana toka kipindi cha kwanza alikuwa ni Israel Patrick Mwenda. Mchezaji ambaye katika michuano Mapinduzi Cup hakucheza kabisa. Mechi ya mwisho ya ligi kuu hakushiriki kabisa, lakini baadaye mwalimu akaamua kumpa game ya leo. Wengi wameona match fitness imekuwa ni moja ya sababu ambayo kwa Israel Patrick Mwenda imesababisha kutoweza kucheza vizuri na kuathiri kidogo eneo la ulinzi la Young Africans hadi kuruhusu goli moja. Hapana, sisemi fitness ni ufundi. Goli imefungwa ufundi. Kwa fitness ni Juarez, tusema spiri, tusema na mambo mengi, mechi yake na vitu kama hivyo, lakini mechi ile haijafungwa kwa sababu jana usimamo wa mwili. Goli imefungwa ufundi. Na mara kadhaa kwa kusema amekuwa ni mlinzi ambaye anapungukiwa ufundi wakati mwingine katika kujilinda na mbinu zile za utulivu. Sasa kwa namna ya kufungwa kwake ni kukosa tu ile nidhamu ya kukaa na mtu. Kwa hiyo ni goli ambalo limefungwa kwa makosa ya pili. Na football makosa ndio yanaratibu goli. Kwa hiyo moja kwa moja kutaka kusema fitness hapana, kwa ufundi tu na ule mdomo umefanya afungwa ile goli. Kwa mfano ukiangalia mwenzake ya upasi unaona atazama na mfanya tackling zake namna anavyofanya coverage zake, lakini yeye alikuwa na lack kwenye ile proper coverage. Sawa, vipi kuhusu Mudathir Yahya? Ameingia second half lakini ikasababisha momenti mbili na moja hapo ndio hiyo ikawapelekea Young Africans kuweza kufungwa goli la pili. Changamoto yake ambayo uliiona kiufundi zaidi Mkalaboko ilikuwa ni nini? Yale tunazungumza mchezaji kutokupata muda mwingi sana wa kucheza au game tayari ilikuwa upande wa Al Ahly? Mentally mabadiliko yote aliyofanya Pedro coach wa Young Africans ilikuwa ni kuifanya timu iongeze game, wanasema game attacking speed. Timu iongeze kasi ya kushambulia. Sasa unapoongeza timu kasi ya kushambulia, unapopigwa mipira ya kushambuliwa maana yake mnaweza mkakosa balance. Kilichofanya timu ikose balance kipindi cha pili ni aina ya kuingiza wachezaji ambao mentality mshafungwa goli moja tu ndio tukashambulie. Tafsiri yake ni kwamba yale maeneo ya nyinyi kujilinda mnakuwa na udhaifu wenu, hicho ambacho kilionekana kwenye mchezo. Kwa hiyo ni zaidi ya Mudathir. Hata Pacome mentally wote walikuja na mentality tukashambulie zaidi. Wachezaji walikuja na mentality tukashambulie zaidi. Kwa hiyo unapo create fumbles ama turnovers mnajikuta mmekosa balance. Utaona kama Maxi kapoteza pasi nyingi zilikuwa ni hatari sana kwao. Hata goli nyingine amekonsidi yeye kapoteza pasi watu wamenasa wameenda kufunga. Kwa nini? Kwa sababu mentally Young Africans walikuwa wanajua sasa tunashambulia kurudisha goli kwa sababu tumekufa. Kwa hiyo walitamanishwa, ndio maana nikasema hawa shida ni kwamba utu wa kula nyama wamejikata ulimi, wao wanataka kufunga watu yake na wameambulia hicho ambacho wamekiona. Kwa wakati mwingine ni zaidi tu kumtaja mchezaji mmoja. Mentality ya timu ndio imefanya matokeo yawe vile. First half angalau tuliona shoot on target kwa upande wa Young Africans zilikuwa 2. Second half zikawa chache sana, hata kufika kwenye lango la Al Ahly ikawa ni changamoto. Shoot on target ilikuwa moja na yenyewe ilipatikana mwishoni kabisa mwa mchezo. Changamoto pia tunaweza tukausifu bora wa wachezaji wa Al Ahly katika kusoma vizuri mchezo, kwa maana ile game intelligence yao ni ya hali ya juu mpaka kupelekea wachezaji wa Young Africans kutokupata zile nafasi ambazo pengine wangezipata zingeweza kuwa converted na Yanga kupata magoli. Mkalaboko, wanasema tactical excellence na tactical dynamism. Sawa. Lazima iwe na ukomavu wa mbinu na iwe inabadilika kimeno. Ahali walijua hawa tushawafunga, kwa hiyo wataitaka mechi kwa kasi sana. Kwa hiyo sisi tukae eneo letu lakini twende eneo lao wakiwa wao wametoka kwao. Na ndio unaweza kuona kipindi cha pili Yanga wamekosoa zaidi kuliko kipindi cha kwanza. Kwa nini? Kwa sababu walishaanza kufunguka sasa. Kutoka eneo lao sasa na wao wanashambulia wanataka goli. Sasa mentally kwa makocha wazuri unajua kabisa kwa namna huyu tulivyomkunyuga ataanza kuja kwa pupa. Sasa akija kwa pupa tutapata kwenye usahihi. Ndio maana tunaona hata goli la pili limetoka hata fumbles, Yanga anakwenda kushambulia kapoteza pia wanapigwa turnover. Kwa nini? Kwa sababu mentally wachezaji wa Yanga walishafungwa goli kwa wakawa wanahitaji kurudisha goli. Ahali walijua kudefend
tuwe tunasubiri makosa yao tunaondoka kwao. Na makosa yao tutapata wapi? Zaidi tukae na wale tunaanza kuona creativity ya Africans kupata nafasi kama ambavyo ilikuwa kipindi cha kwanza ilikuwa ni ngumu kwa sababu walikuwa wengi wanasubiri wainase mpira waituka kwenye maeneo ya wazi kusubiri zile passing getting holes, kitu ambacho walinufaika nacho sana. Sawa. Game inayofuata ni Jumamosi, if I'm not mistaken, au Jumapili watakutana tena Young Africans na Al Ahly pale uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Matumaini ni makubwa mno kwa mashabiki wa Yanga kuelekea game hii ya nyumbani, pengine hata alama moja kwao inaweza ikawa na umuhimu mkubwa wakiangalia pia na matokeo ya wapinzani wao. Nini ambacho kinapaswa kubadilika kulingana na aina ya game ambayo leo Yanga amecheza dhidi ya Al Ahly, kwa sababu Al Ahly akija katika uwanja wa New Amaan Complex inawezekana target yake ya kwanza ikawa ni kupata angalau sare na ushindi inaweza ikawa ni option nyingine kabisa. Yanga wakubadilika kwa wale kama chatu wao na uwezo wa kumeza na kunyonga. Kwa maana nafasi wasitumie kwa usahihi na wajilinde kwa usahihi. Lakini kama wanaweza wakafanya kunyonga bila kumeza, maana yake mdomo utabaki mezani. Kama ambavyo tumeona leo walikuwa wanapata nafasi hawazitumii, tafsiri yake mnakosa nguvu. Sawa, Mkaraboko, naomba ni kushukuru sana kwa muda wako kuungana na sisi Data Sports. Haya ilikuwa ni uchambuzi mzuri kutoka kwa Zuberi Super Mkaraboko. Hopefully utakuwa umemsikiliza vizuri tena kwa makini kabisa kila ambacho ameweza kukizungumza. Ndivyo ambavyo mpira ulivyo siku zote, dakika 90 ndizo ambazo huwa zinaamua mshindi ni nani. Ikishindikana basi wengine ifika tu hadi wakaziongeza zingine 30 ili tu apatikane mshindi ni nani. Moja mchezo ambao ulikuwa na mbinu nyingi sana uwanjani, na kama unakumbuka vizuri mtazamaji wa Data Sports, tulikujuza vizuri bwana kuhusiana na uwanja wa El Arab Stadium au Egypt Army Stadium, nikakwambia kwamba ni uwanja ambao una usalama wa hali ya juu. Kwa hiyo ambacho kitabaki ni masuala ya kimbinu tu uwanjani, watu wakamalizani, na ndicho ambacho kimetokea kwa Jesse Thorap dhidi ya Pedro Gonçalves, na ambaye ameshinda ni Jesse Thorap na kikosi chake cha Al Ahly. Na hivyo basi Al Ahly amefikisha jumla ya alama 7, wakati Young Africans wakiendelea kusalia nafasi ya pili, wao wakiwa wamefikisha jumla ya alama 4, na anayefuata hapo ni Jesse Kabile bila kumsahau ni Farabat, afu baadaye ndo anafuata Jesse Kabile ambao kesho wanacheza, kitu ambacho Young Africans anakiombea hapa ni timu hizi mbili zipate sare, maana yake yoyote asishinde katika mchezo huu. Inawezekana, tusubiri tukaone. Mimi ni Florence Renatus, asante kwa ambalo kwa pamoja na sisi, na kukumbusha bwana, kwa ajili ya taarifa nyingine nyingi tena zaidi za kimichezo, endelea kuwa nasi Data Sports. Kwa wakati huu naomba nikutakia wakati mwema, na nikukumbusha kwamba msimamizi wa vitu hivi vizuri ambavyo unaviona hapa ni Mr. Paco. Until next time, bye.